Joseph Kabila ametangaza kwamba atarejea nchini DRC hivi karibuni. Rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila, ambaye tangu mwaka jana makazi yake yalikuwa nchini Afrika Kusini, hapo jana kwa mara nyingine alivunja ukimya na kutangaza kuwa hivi karibuni atarejea nchini mwake. Katika taarifa yake, Rais Kabila ametaja kuzorota kwa hali ya usalama na nia yake ya dhati ya kutaka kuisaidia mchakato wa kuleta amani ya gurudumu mashariki mwa nchi hiyo, kama mambo yaliyochangia afanye uamuzi wa kurudi nyumbani. Katika barua iliyoonwa na idhaa ya RFI, Rais Kabila amesema baada ya kuwa nje ya nchi kwa miaka 6 sasa, anaamini muda umefika wa yeye kurejea nyumbani haraka kwa kuzingatia yanayoendelea. Licha ya kuwa katika barua yake hakusema ni lini hasa atarejea, watu wake wa karibu kisiasa wameidokeza idhaa hii kuwa huenda ikawa ni hivi karibuni. Rais Kabila kwenye taarifa yake ameongeza kuwa atakaporejea ataanzia katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo, bila hata hivyo kuweka wazi ni jimbo gani atakaloanzia, huku akithibitisha kuwa na mazungumzo na viongozi wa maeneo hayo. Kwa wadadisi wa mambo, tangazo lake la kurejea nyumbani linaibua maswali kadhaa. Moja ni kwa nini sasa hivi? Ni vipi aamue kuanzia katika eneo la mashariki mwa Kongo? Je, huenda ana mawasiliano na aliyewahi kuwa mwenyekiti wake wa tume ya uchaguzi Corneille Nangaa, ambaye sasa ni kiongozi wa AFC ama M23, akiongoza eneo la Goma na Bukavu. Barua yake imetolewa wakati huu chama chake cha PPRD kikitangaza kurejea kwa nguvu katika siasa za nchi hiyo kwa kukataa kushirikiana ama majadiliano ya kitaifa yaliyoitishwa na rais wa nchi hiyo kwa sasa, Felix Tshisekedi. Mapigano ya rindima mashariki mwa DRC wakati Rwanda inakumbuka raia wake waliouawa. Maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 31 ya mauaji ya halaiki yaliyotekelezwa dhidi ya Watusi na Wahutu wenye msimamo wa wastani nchini Rwanda mwaka 1994 yameanza Jumatatu Aprili 7. Lakini mwaka huu Rais Paul Kagame pia ametumia hotuba yake kwenye ukumbusho wa kitaifa wa Gisozi kukemea ukosoaji na shutuma zilizolenga nchi yake katika mzozo unaosambaratisha eneo jirani la mashariki mwa DRC. Siku za nyuma zilizokumbwa na giza na sasa za ukatili kwa rais wa Rwanda Paul Kagame, mambo yote hayo mawili hayawezi kutenganishwa, na Wanyarwanda lazima wachague kati ya kupigana au kuruhusu hali maya kuwakumba. Rwanda haiwezi kukubali hatua za kuiadhibu, anasema. Iwapo mtu yeyote atajitokeza na kusema anataka kutuadhibu, atakuwa aingizwe jehanamu. Aingizwe tu kiraisi jehanamu. Je, una matatizo yako mwenyewe ya kukabiliana nayo? Nenda ukashughulikie na mimi nishughulikie na kwangu. Ni katika mtazamo huu nadhani Wanyarwanda wanapaswa kuyachukulia maisha yao ya kila siku, amesema. Katika mzozo unaosambaratisha mashariki mwa DRC, simulizi inataka kuwaonyesha wahasiriwa kama wauaji. Anasisitiza mkuu wa nchi ambaye anakataa shutuma dhidi ya Rwanda na kukemea matamshi ya chuki na unyanyapaa wa Watusi wa Kongo. Katika kumbukumbu ya kitaifa ya Gisozi, Paul Kagame aliwasha mwali wa ukumbusho asubuhi ya Jumatatu Aprili 7 kuashiria uzinduzi wa shughuli za ukumbusho kwa kipindi cha kila mwaka cha siku 100, huenda kumbukumbu ya waasiliwa wa mauaji ya kimbali. Baada ya sherehe rasmi, zaidi ya vijana 2000 walianza maandamano ya ukumbusho mjini Kigali, ikiwa ni wakati wa ishara kwa Nathanael Mugisha. Ili kusonga mbele, ni lazima tujue ni nini kilitokea, kuelewa nchi inatoka wapi na inaelekea wapi. Kwa hiyo ni muhimu katika vijana kuwepo, kujifunza
historia ya nchi yetu na kuijua zaidi. Maandamano hayo yalifuatiwa na mkesha wa usiku katika uwanja wa BK Arena, ukimulikwa kwa mishumaa iliyobebwa na washiriki wote kwa ajili ya kuwaenzi waliotoweka katika mauaji hayo ya kimbali.